Karibu msikilizaji wa makala ya MUA, leo tukiendelea kuangazia changamoto zinazotokana na ndoa za utotoni katika wilaya ya Chemba mkoani Dodoma. Katika makala iliyopita tulikutana na baadhi ya wananchi na viongozi wao ambao kwa pamoja walithibitisha uwepo wa changamoto ya ndoa hizo, huku waathirika wakubwa wakiwa ni mabinti wenye umri mdogo. Katika makala ya leo tawasikia wananchi wilayani humo pamoja na viongozi wakizungumza namna ndoa za utotoni zinavyoathiri ndoto za wasichana wilayani Chemba, pamoja na hatua zinazochukuliwa ili kupunguza au kutokomeza tatizo hilo. Mimi ni Alfred Blahia, mwandaji na msimulizi wa makala hii. Karibu tuwe sote. Mtazamaji wa Dodoma TV na msikilizaji wa Dodoma FM Radio, bado tupo wilayani Chemba tukiwa tumejikita katika kijiji cha Hamia. Ripoti mbalimbali kuhusu makuzi ya mtoto wa kike iliyofanywa na taasisi ya haki za binadamu ya kimataifa ya Human Rights Watch ya mwaka 2014 inazitaja jamii za wafugaji kuendeleza tamaduni za ndoa za utotoni. Hii pia inajitokeza hapa katika wilaya ya Chemba, ambapo afisa wa dawati la jinsia na watoto polisi wilaya ya Chemba analithibitisha jambo hilo. Kwa majina naitwa Koplo Matilda Melchior Nkolausi. Niko katika kitengo cha dawati la jinsia wilaya ya Chemba. Kwa hali ya Chemba, hali hiyo ipo especially kwa makabila kadhaa. Yaani kuna Wamasai, kuna Wamangati na Wabunge ambao wanaendeleza hizo mila. Kwa maana ni mila kandamizi. Kwa hiyo wana practice vitendo hivyo vipo na taarifa zinatolewa. Nashukuru Mungu na tunaendelea kuzifuatilia na kuzifanyia kazi, na mara nyingine tunafikisha mahakamani. Na mtazamaji, huyo ni afisa dawati la jinsia polisi wilaya ya Chemba akibainisha uwepo wa jambo hilo. Ziko sababu nyingine za kiutafiti ambazo zinatajwa kuwa visababishi vya kuendelea kuwepo kwa ndoa za utotoni katika jamii za Kitanzania. Hata hivyo, katika makala iliyopita, baadhi ya wakazi wa kijiji cha Hamia walizungumzia ushawishi wa makundi ya vijana balehe kama kichocheo kimojawapo cha tatizo hili. Hili linathibitishwa pia na mmoja wa waathirika ambaye tumempa jina Rasara, lakini hili sio jina lake halisi, ambaye yeye anatusimulia kisa mkasa kilichosababisha aache shule na kujikuta akiwa kwenye ndoa ya utotoni. Yaani walikuwa wananiambia hivi na mimi nitafute sijui bwana. Tafute mvulana. Tafute mvulana. Ukamtafuta. Baada ya hapo ndo nikapata mimba. Mtazamaji, ni binti aliyekatisha masomo yake na kisha kuolewa. Ripoti ya haki za binadamu ya mwaka 2023 iliyotolewa na Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu LHRC inautaja umasikini kuwa ni moja ya visababishi vya ndoa za utotoni. Kadhalika, ripoti hiyo inawanukuu baadhi ya wananchi wakiwalaumu wazazi kuwa sehemu ya visababishi kwa mabinti zao kuingia kwenye ndoa katika umri mdogo. Je, baba mzazi wa Sara anabeba dhamana juu ya yale yaliyomtokea binti yake? Sasa huyu binti yangu alikuwa mwanafunzi wa shule ya msingi. Akapata ujauzito. Ilitokea tulienda hospitali kwa uzazi ni mgumu. Tumpeleka hospitali ya Bahi. Akaenda kifungulia huko. Hali ilikuwaje hospitali kwenye kujifungua? Hali ilikuwa mbaya tu. Akalazwa huko. Akakaa karibu ya wiki hivi, akapata nafuu, nikamrudisha hapa nyumbani. Ametueleza kuwa aliwahi kwenda kule akakuta siku na mwanamke mwingine, ndio maana akarudi nyumbani. Sasa baada ya kurudi nyumbani au baada ya hicho kitendo kutokea kwamba mketamani huyo mume aweze kukaa sasa ile ale mtoto wake, si ndio? Lakini akuta kuna mwanamke mwingine. Alivyorudi kama mzazi ulimpokeaje? Nimpokea kama mtoto wangu akae, sasa nitampeleka wapi? Unaweza kutueleza ni athari gani zimejitokeza kutokana na hili lilotokea? Yaani maisha ya binti yameweza kuathirika kwa namna gani, pamoja na wewe mwenyewe pia kwenye familia yako? Na mimi najifikiria tu vibaya, lakini ameshindwa. Sasa hiyo mambo haya yamekitokeza. Sasa mimi nitafanya. Umeumia kutokana na kile kilichotokea? Niliumia sana. Niliumia tu.
Basi tu mambo haya ya maisha. Licha ya umasikini kutajwa kuwa moja ya sababu ya baadhi ya wasichana kushindwa kutimiza ndoto zao, hali hii ni tofauti kwa binti Jennifer Martin Matei, ambaye yeye wazazi wake walipambana kuhakikisha anasoma na kutimiza masomo yake ya kidato cha 4. Kabla hapo mwanzo tulikuwa tunaishi majumbani kwa watu. Kwa mfano nikitoka hapa naenda shuleni, kama kipindi cha masika mvua zimenyesha, naenda kukaa kwa mtu binafsi. Kwa kuna kuwa na changamoto nyingi kama chakula nini. Pamoja na yote hayo, changamoto za shule na nini, umewezaje yani? Licha ya kuwa kuna wasichana wengine ambao wameacha shule wameenda kuolewa. Nimeweza kwa sababu ya mwamko ambao kidogo wazazi wanao elimu. Walikuwa wanajitahidi sana kupambana. Hususan kipindi kile ambacho nilikuwa bado sikai hostel, nakaa tu majumbani kwa watu kama tumepanga hivi chumba. Kwa hiyo wazazi wanakuwa na ule moyo wa kusema ngoja nimsomeshe mwanangu. Angalau kidogo hiyo ilinipusha hata mimi nikakazana kidogo, kwa sababu niliona hata nyumbani nikisema baba chakula au baba vifaa vya hostel alikuwa ananisikiliza. Hiyo ilinipa moyo mpaka na mimi nipo na kidogo nasikia la, kwa sababu wazazi wanapokuwa wanataka mimi nisome, hata mimi nakuwa na ule moyo. Kwa hiyo niliweza kupitia wazazi sana. Nguvu yangu kubwa ilikuwa kwa wazazi. Ripoti ya utafiti uliofanywa na Dr. Jonathan Ndaula na kuchapishwa kwenye jarida la kitaaluma la Chuo Kikuu cha Mkwawa Disemba 2018 kuhusu ndoa za utotoni miongoni mwa jamii za Kimasai katika wilaya ya Kilosa unapendekeza hatua za makusudi kuchukuliwa ili kuwaokoa mabinti ambao wamekuwa wakikosa elimu kwa kulazimishwa kuingia katika ndoa za mapema baada ya kukatishwa masomo yao. Tukirejea katika kijiji cha Hamia hapa Chemba, ni juhudi gani sasa zinafanywa ili kutokomeza tatizo hilo? Majibu ya swali hilo yanatolewa na mwenyekiti wa kijiji hicho cha Hamia pamoja na diwani wa kata ya Mpendo kilipo kijiji hicho. Jina langu naitwa Pascal John Manyungu, mwenyekiti wa kijiji cha Hamia. Ndako baini hivyo, akija bainika kama kumbe mtoto ameweza kuozeshwa, ameenda kusoma, tunamkamata mzazi wake, anakuja, anapigwa faini. Ngani tunapeleka kwenye kata, baada ya kata inaenda kusuluhishia kule. Kwa mfano mwaka jana kuna ndoa moja ilikamatwa mtoto mzazi amemuozesha mtoto, alikamatwa akapelekwa kwenye kata huko, kesi kaendelea kwenye kata huko. Ni hatari kubwa sana. Tunaomba wenye vitongoji wanachunguza kule, wakipata taarifa wanaita ofisini, tunaenda kuchukulia sheria. Jina naitwa Bernard Anthony Kapaya, diwani wa kata ya Mpendo, kata yenye vijiji 4, lakini pia ndiye mwenyekiti wa kamati ya maendeleo ya kata, yani WDC. Tokea mara nyingi hususan katika kijiji kimoja wapo, kijiji cha Kubi, pia ilitokea hata hapa kijiji cha Mpendo, shule ya msingi Mpendo, lakini pia hata Magungu kule, hata hali kadhalika Hamia. Lakini baadhi ya wazazi tuliwabaini na tukawaambia hili swala kwa yote yule ambaye atadiliki, na tukitambua kwa huyu mtoto ana uwezo wa kufaulu, akija kifeli sisi tutadili na wewe mzazi na wewe mlezi. Lakini pia tulienda mbali zaidi, ambao tulifika paka kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, akatoa muongozo wake. Mheshimiwa mkuu wa wilaya akatoa sasa maelekezo kuwa kila mzazi au mlezi atasaini mkataba kuhakikisha mtoto anahakikisha kuwa mtoto anafaulu. Iwapo mzazi au mtoto atafeli kwa kutokana na uzembe wa kushauriwa na wazazi wake, basi yule mzazi atachukuliwa hatua. Hilo zoezi lilianza kufanyika kipindi akiwepo Simon Chacha, baadaye akaja Gerard Mungela, hali kadhalika hata sasa hivi mkuu wa wilaya Halima Okashi amekuja na spidi kubwa sana ya kuhakikisha watoto wote waweze kusoma na kuhakikisha kwa mzazi yote yule ambaye atadiliki kumshauri mtoto asiweze kufaulu darasa 7 kwenda kidato cha kwanza, basi yule mzazi aweze kuchukuliwa hatua. Kwa hiyo mikakati ambayo tunaendelea nao, kwanza tunatoa elimu, lakini pia tunajiwekea bylaw kuweza kukomesha hili zoezi. Mnataraji baada ya muda gani pengine jambo hili linaweza kuwa limepungua au kukoma kabisa? Tunataraji kwanza tuweze kuliona kuanzia mwaka 2025. Sasa hivi tunapambana na kwanza kuhakikisha watoto wa kidato cha kwanza wote wanaripoti, otherwise mtoto awe amehama shule. Na tutafuatilia mguu kwa mguu, nyumba kwa nyumba, na kuhakikisha yule mtoto akibainika kuwa either katoroka, hayupo kwa mzazi wake au mlezi wake, na kwenye ufuatiliaji tukagundua mzazi ndiye aliyempeleka sehemu nyingine kwenda kumhifadhi kusudi ifike kipindi yeye aweze kuchukua mahali, basi tutadili na yule mzazi. Tunahakikisha paka itakapoisha hii Machi 2025 tuhakikisha watoto wote wameshafika
na hilo zoezi lisiweze kujirudia. Hata kama halitulikomesha kwa 100%, lakini angalau tuweze kufika 90%. Mtazamaji, suala la ndoa za utotoni halipo katika kijiji cha Hamia pekee, bali katika maeneo mengine ya wilaya ya Chemba, hali ambayo imekuwa ikizisukuma mamlaka husika kutumia nguvu ya dola na hasa polisi kushughulikiwa wale ambao watoto wao hushindwa kuripoti shuleni kuendelea na masomo hata kama wamefaulu na kuchaguliwa kuendelea na masomo ya sekondari. Hapa afisa wa dawati la jinsia na watoto polisi wilaya ya Chemba anaeleza changamoto hiyo ilivyo katika wilaya ya Chemba nje ya kijiji cha Hamia, huku akibainisha pia hatua ambazo dawati la jinsia limekuwa likichukua. Jamii tulionayo wengi, kwanza dini ni kubwa, alafu pia na mambo ya elimu yalikuwa hayako juu. Lakini kupitia elimu tunafika mashuleni. Tunaenda mashuleni, tunatoa elimu. Tunafika katika minada pia, huwa tunatoa elimu na vikundi mbalimbali ili kuzuia na kupunguza hizo ndoa za utotoni. Especially kwa watoto ambao wanajipeleka, hali ni kwa sababu ya hali ngumu ya maisha, uchumi wa kifamilia inakuwa ni shida. Kwa hiyo unakuta mtoto anaona fulani mbona alipata mimba na akaolewa, na fulani mbona alipata mimba akaolewa, ndio maana anipeleka. Lakini kwa sasa tumejikita kutoa elimu hasa mashuleni, minadani, ili kuweza kutokomeza janga hili. Tuna mikakati ambayo huaga tutafanya pamoja na watendaji wa vijiji. Kila mwanzo wa mwaka inapotokea wanafunzi wameambiwa kuripoti mashuleni, huwa wanaorodhesha wanafunzi waliofika na ambao hawajafika. Tunawafuatilia wale ambao hawajafika na kujua shida ni nini, kwa nini hawajafika mashuleni. Hilo ndio nilifanya mwaka huu na mwaka jana pia, na tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa wanafunzi wengi kurudi mashuleni na tukapata matokeo mazuri. Lakini pia hata mwaka jana pia tulilifanya kwa 100% tulifanikiwa. Wazazi walipatikana, watoto wengine walikuwa wamesafirishwa Dar es Salaam, wengine walisafirishwa Arusha kwenda kufanya kazi za ndani. Lakini baada ya kuwakamata wazazi, waliwarudisha wanafunzi, wakawanunulia vifaa vya shule na wakarudi mashuleni. Ndio. Wanaweza kufikia labda wangapi? Nadhani Itoro walikuwa kama 10 kama sijakosea. Itoro walikuwa 10 na hao ni wanafunzi au wazazi? Ni wazazi. Kwa maana hiyo wazazi waliopatikana ina maana kama wazazi ni 10 na wanafunzi ni 10 na walikuwa wamefaulu katika familia tofauti tofauti. Itoro ni kata, kijiji au ni kijiji? Okay. Ndio. Kwa hiyo katika hiyo naweza kusema ni kata ya Jangalo. Tulifanikiwa, wakaletwa na Kelema 15 wakaletwa, wote walirudi mashuleni. Mtazamaji, kwa msingi huo ni dhahiri kuwa ndoa za utotoni si tatizo la mtu mmoja, bali changamoto ya kijamii kwa ujumla inayohitaji mshikamano kwa kila upande kama serikali, jamii, viongozi wa dini na wazazi wengine ili kulinda haki na mustakabali wa mtoto wa kike. Ni wakati wa kuchukua hatua thabiti ili kuhakikisha kila mtoto anapata fursa ya kusoma, kukua na kufikia ndoto zake bila kubebeshwa majukumu ya utu uzima kabla ya wakati. Na mpaka kufikia hapo, huo ndio mwisho wa makala yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Alfred Blahia, mwandaaji na msimulizi wa makala haya. Kwa heri kwa sasa.